Jili. Karibu sana kwenye channel yako pendwa ya Yaliyojili, channel inayokuletea taarifa muhimu, sahihi na za kuaminika kuhusu yanayoendelea nchini na duniani. Leo tunakuletea taarifa muhimu kutoka Mamlaka ya Mapato Tanzania, yaani TRA, kuhusu makusanyo ya mapato ya serikali katika robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025/26 kuanzia mwezi Oktoba hadi Desemba. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na TRA, mamlaka hiyo imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi trilioni 9.08, sawa na asilimia 1.4 lengo ya lengo lililokuwa limepangwa la kukusanya shilingi trilioni 9.66. Hii ina maana kuwa TRA imevuka lengo lake, jambo linaloonyesha ufanisi mkubwa katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ya nchi. Aidha, makusanyo haya yanaonyesha ukuaji wa asilimia 2.26 ikilinganishwa na kipindi kama hicho cha mwaka wa fedha uliopita 2024/25, ambapo jumla ya shilingi trilioni 8.73 zilikuwa zimekusanywa. Ukuaji huu unaonyesha kuwa uchumi wa Tanzania unaendelea kuimarika, huku shughuli za biashara, uzalishaji na huduma mbalimbali zikiendelea kukua. TRA imeeleza kuwa mafanikio haya yametokana na kuimarika kwa mifumo ya kidijitali ya ukusanyaji kodi, kuongezeka kwa uwajibikaji wa walipa kodi, pamoja na udhibiti wa mianya ya ukwepaji wa kodi. Pia, elimu kwa walipa kodi imeendelea kutolewa ili kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Makusanyo haya ya mapato yana mchango mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa barabara, hospitali, shule, huduma za maji na umeme, pamoja na kuboresha huduma za kijamii kwa wananchi. Kadri mapato ya ndani yanavyozidi kuongezeka, ndivyo taifa linavyojenga uchumi imara unaojitegemea. Kwa ujumla, matokeo haya ya TRA yanaonyesha mwelekeo mzuri wa uchumi wa nchi na yanatoa matumaini kuwa malengo ya mapato kwa mwaka mzima wa fedha yanaweza kufikiwa au hata kuvukwa. Hii ni Yaliyojili. Kama unapenda kupata taarifa kama hizi kila mara, usisahau kusubscribe kwenye channel hii. Bonyeza like na share video hii ili wengine nao wapate taarifa. Asante kwa kutazama, tuonane kwenye video ijayo ya Yaliyojili.